Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatano tarehe 25 Machi 2026. Ikiwa leo tunaadhimisha sherehe ya kupashwa habari Maria ya kuzaliwa Bwana. Sherehe ya kupashwa habari ni moja ya mafumbo makuu ya Kanisa Katoliki ambayo yanatufunulia uzuri wa kipekee wa mapenzi ya Mungu kwetu sisi binadamu. Tunasherekea tukio ambalo neno wa Mungu alichukuliwa mwili kwa tumbo safi la Bikira Maria na akawa mwanadamu kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu wokovu. Katika siku hii tunaona jinsi Mungu alivyotimiza ahadi zake kwa njia ya huruma na upendo, akimtumia Bikira Maria kama chombo cha heshima na utiifu. Katika tukio hili la msingi wa imani ya Kikristo, maana yake Mungu anadhibitisha ukweli wa heshima na kuonyesha upendo wake kwetu sisi binadamu. Neno lake alichukuliwa mwili halisi, akawa kweli Mungu na kweli mwanadamu, akajumuika nasi katika maisha, mateso na furaha. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura 7 aya 10 hadi 14, Bwana anatoa ishara kwa wakazi na nyumba ya Daudi kwamba Bikira atachukua mimba na kumzaa mwanamume, naye ataitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Hii inaonyesha mpango wa Mungu wa wokovu. Hata wanadamu wakikosa kutimiza mema kwa sababu ya dhambi zao, bado Mungu anatoa upendo, anakaribisha upendo wake kwetu sisi kwa mwanga wa matumaini. Tufahamu kwamba katika tumaini hili huwa haliji kwa maneno, bali linatutaka tufanye kwa vitendo. Linatutaka kubaki wazi kwa mapenzi ya Mungu na kuamini ahadi zake. Na ahadi hizi zinatufundisha pia kuwa Mungu hufanya mambo makubwa kupitia wale wanaomtii, kupitia wale wanaomwamini, na daima Mungu hawezi kubadilisha mpango wake. Katika somo la pili katika waraka kwa Waebrania, tunagundua kwamba dhabihu za binadamu hazina nguvu ya kuondoa dhambi. Ni pale neno la Mungu linapochukuliwa mwili, ambaye ni Yesu Kristo, ndipo hukumu ya dhambi inaondolewa milele. Bikira Maria alikuwa tayari kupokea hali ya neema kubwa kwa utiifu na imani, akikubali kushiriki mpango wa Mungu kwa moyo wake wote. Hii inatufundisha kuwa imani thabiti na utiifu ni msingi wa wokovu, si matoleo tu au vitendo vya nje, bali ni moyo kukubali mpango wa Mungu unaopaswa kuyaongoza maisha yetu. Na katika somo la Injili ya leo ilivyoandikwa na Mwinjili Luka, tunaona malaika Gabriel anamwambia Mariamu habari ya kuzaliwa mwana wa Mungu. Mariamu kwa hofu alikuwa na hofu, lakini alitii na akasema, "Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema." Hapa tunaona mfano pekee wa imani ya kumtegemea Mungu. Hatuna jinsi ya kuelewa wote waliohojiwa na hali ngumu za maisha, lakini Mariamu anatufundisha kwamba kumtumaini Mungu hata pale tunaposhindwa kuelewa ni njia ya pekee ya furaha na wokovu. Msingi wa maisha ya Kikristo ni kutimiza mapenzi ya Mungu kwa moyo safi, kumtegemea Roho Mtakatifu na kuishi katika maisha ya utu na heshima. Tukijumlisha sherehe hii ya kupashwa habari, tukiendelea kuisherekea, tupate mafundisho makuu matatu ambayo tunayapata katika siku hii ya leo. Na fundisho la kwanza ni kwamba Mungu anapenda binadamu na hataki tukwame katika dhambi. Pili, utiifu na imani ni nyenzo za kukaribia mpango wa Mungu. Na tatu, mpango wa wokovu umepangwa na Mungu kwa upendo na unafanyika kupitia Yesu Kristo aliyechukuliwa mwili na Bikira Maria.
Hivyo siku hii inatufunulia kuwa wokovu sio jambo la mbali, bali ni tukio la karibu, na kila mmoja wetu anaalikwa kuupokea wokovu huo. Na daima tukumbuke kuwa Mungu anatupenda na anataka tuwe pamoja naye, na anatupa neema ya kushiriki katika maisha yake ya milele. Maisha yetu ya sasa yanapokuwa magumu, tuchukue mfano Bikira Maria na Yesu. Tuende kwake tukiwa tunakabiliwa na hofu, changamoto au mashaka, lakini pia tunapaswa kubaki na imani na tukiamini katika mpango wa Mungu na kuungana mkono wetu mwema katika maisha yetu na wengine, kuwasaidia wengine. Lakini kila hatua tunayochukua kuishi kwa imani, tiifu na upendo, tukumbuke kwamba inatufanya tuwe vyombo vya furaha na wokovu kwa jamii. Na tukishiriki maisha yetu kwa njia ya upendo, tunakuwa sehemu ya mpango wa Mungu, na tukithibitisha kwamba neno lake lililochukuliwa mwili linaendelea kubadilisha maisha yetu na kuleta mwanga katika giza la duniani. Hivyo basi, sherehe hii si tu kumbukumbu ya tukio la kale au tunaazimisha tu bora mradi tunaazimisha, bali ni mwaliko wa kuchukua nafasi ya imani na utiifu na kumtazama Mungu katika maisha yetu na kumkaribisha Yesu katika kila tukio la maisha yetu, ili tuwe watu wa furaha, tumaini na wokovu. Masomo ya leo yanatufundisha kuwa na imani na utiifu sawa na yote tunayofanya, lakini tuwe na imani kama Bikira Maria alivyokuwa na imani na utiifu alivyopewa taarifa kwamba katika kupitia yeye ataleta wokovu duniani kwa kumchukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume ambaye jina lake ataitwa Emmanuel. Alitii. Hivyo nasi leo tutii. Niwatakie sherehe njema. Tumsifu Yesu Kristo.